Naam, asante mtazamaji, unatazama Mwenge wa Kaunti. Sasa imefika zamu ya kuweza kufanya mazungumzo. Leo tunazungumzia swala la elimu. Elimu iko njia panda katika taifa hili, na wageni wangu watakao nisaidia katika mada yetu ya leo. Tunaye seneta kutoka kaunti ya Makueni, Dan Maanzo. Pia tuko naye wakili Ken Echesa, na tuko naye ndugu yetu Edward Rioba kutoka bunge la Wazalendo. Karibuni sana katika studio. Na nafikiri pengine nianze kwa kusema hili kwamba kwa muda mrefu ambao nimekuwa mwanahabari, sijawahi kuona mwaka ambao wanafunzi wametatizika kuingia skuli kama hivi sasa. Mara nyingi ilikuwa kwamba ufadhili aidha unatokea kutoka kwa wananchi, ufadhili unatokea kutoka kwa serikali na mashirika tofauti. Nianze na wewe Seneta Maanzo. Tatizo liko wapi? Changamoto iko wapi? Kiasi kwamba tumefika ambapo wanafunzi wengi kwa maelfu hawezi kumudu gharama na kadhalika. Aidha, moja ni kwamba ufadhili umepungua kabisa, ama wazazi wameendelea kuwa maskini zaidi. Nafikiri tuanzie hapo Seneta. Niseme ya kwamba ni asante sana kwa kunikaribisha kwa mjadala huu. Na nilikuwa mbunge wa eneo la Makueni miaka 10. Na hata mimi kwa ile wakati yote nimekuwa mbunge sijaona mambo ikiwa magumu vile yalivyo hivi sasa. Umeona katika television ya Citizen, mtoto kule Kisii anachangiwa na wamama ambao wanauza mboga, na wameamua huyu mtoto mama yake alifariki, lazima tumpeleke shule. Katika ile eneo kuna mbunge, kuna MCA na kuna gavana. Lakini ukweli ni kwamba pesa ya CDF ambayo inafaa kuwa inapeleka watoto shule haijafika mashinani. Haimo bado. Pesa ya magavana haijafika. Na gavana na MCA wanategemea serikali kuu ndio waweze kupeleka watoto shuleni. Hivyo basi imebaki kuchanga. Mimi mwenyewe hivi juzi nimepeleka watoto kadhaa kutoka Makueni shule. Na kwa shule ya kwenda mchana na kurudi nyumbani imenigharimu shilingi 25,000 kupeleka mtoto mmoja. 25,000. Kwa hivyo kama mzazi hana chochote, wazazi wengine wamekuja kule kwangu nyumbani, wanasema unajua bwana yangu amekufa, sina kasi, na hivi sasa hata unaniona mimi ni mgonjwa. Mtoto ndio huyu. Unajua hata ukiwapea pesa kwanza watanunua chakula. Kwa hivyo nauliza ni shule gani? Haya, mavazi ya shule tutatoa wapi? Vitabu hata kamusi wameulizwa waende shuleni na kamusi na Biblia. Sasa inakuwa changamoto kubwa sana, na hata mimi sijawahi watu wamehangaika vile wamehangaika. Pale kwa serikali, wizara ya elimu, kuna waziri na kuna bajeti na kuna pesa ambayo imetengwa ni ya mashule hata za sekondari. Lakini hiyo mamilioni yote na mabilioni haijafika mashinani. Unapata ile pesa ya capitation inafika 6,000 badala ya 22,000 kwa mwanafunzi. Sasa ule mkuu wa shule na walimu wako kwa shida pia. Unasomesha watoto ambao wameambiwa wengine waje shule hata bila mavazi rasmi ya shule. Wajua ule mtoto unamweka tabu. Yaani yeye mwenyewe akifika shuleni na hana mavazi rasmi na anaona wengine wako nayo, anajihisi vibaya kama mtoto. Kwa hivyo lazima serikali ishughulike. Elimu ndio inalainisha watu, ndio inafanya watu wote wawe sawa kwa dunia. Kwa kifupi sana Seneta, kwa sababu umegusia hazina ya CDF. Kisheria CDF ilikuwa igharamie nini? Ni masomo, na kama ni masomo, wakati ukiwa mbunge ilikuwa inakubidi uganye kiasi fulani cha fedha kuelekea katika ufadhili wa masomo. Ilikuwa ni kiwango gani? CDF iko na kazi mbili. Haihusiki na maneno ya kaunti, na kaunti haifai kuhusika na maneno ya serikali kuu. CDF inasaidia elimu na inasaidia pia mambo ya security. Ijapokuwa serikali kuu inafaa kuhudumia, unapata wakati mwingi tulijenga mahali hakuna usalama kabisa, tukajenga police post ama police station. Mahali chief ameteuliwa na hana ofisi, unatengeneza ofisi ya chief, maanake ni muhimu sana sababu ya watu kufikia serikali pale mashinani. Lakini sana sana kwa elimu tulikuwa tunalipia wanafunzi karo kule shuleni. Na pia tulikuwa tunajenga madarasa. Kama vile uliona wakati niingia Makueni, kuna mashule yalikuwa ya matope. Kwa hivyo hiyo ndio tulipeleka kwanza kuondoa
mashule ya matope namna hiyo, kama hivi juzi mulionyesha kule Tharaka mashule ya aina hiyo. Hiyo nilihudumia kwanza, manake upepo mkali ama wakati mvua madarasa yanaweza angukia watoto, na wewe hata kama wewe kama mbunge ushindwe utaenda kuambia watu namna gani? Kwa hivyo mashule kama ile tukaweka kwanza kipaumbele, tukatoa hiyo mashule ya matope yote, tukajenga mashule mazuri. Kwa hivyo nilijaribu sana kuhakikisha hiyo fedha imefika, na kuna kamati kule ambao nilikubali wananchi wachague kamati yenyewe, na kuna mtu ameajiriwa na CDF ambaye yuko pale, na niseme ya kwamba yale maendeleo unaona mashinani ni ya CDF peke yake. Wewe siona serikali kuu. Wakati mwingine ile madaraja, mabarabara inasumbua wananchi sana, magari hayawezi pita, inaenda kwa shule, mto imefunga, tunaenda tunaweka daraja pale. Kwa ile fedha kidogo ilikuwa kibakia wakati mwingine. Kwa hivyo sana sana kunafaa kuwe na kitengo fulani ya kulipia wanafunzi karo. Na tulikuwa hata na emergency kidogo ya ule mwanafunzi amezidiwa kabisa. Unaweza kuwa basari imepeanwa, lakini mtoto amepoteza mzazi. Mtoto hawezi enda shule, ama amekuwa mgonjwa, ama mzazi yako hospitalini miezi kadhaa amelazwa. Lazima uhudumie ule mtoto aende shule. Na, asante sana Seneta. Rioba, nije kwako, maanake wewe ni mzazi na najua umejumuika na wazazi wenzako. Hali imekuwa ngumu kiasi gani wakati huu kushinda miaka ya nyuma? Asante mwana Nimrod. Tangia dunia hii iumbwe, shida hazijaanza mwaka huu, shida zimeanza mwaka jana. Mimi mwenyewe, acha nichukulie mfano, kwa mfano mimi kama mzazi. Mwaka jana watoto wangu tuseme ni kama tamu mzima ya mwisho hawakusoma shule kwa sababu ile ya kuelemewa school fees. Ukumbuke na mmoja form 4, ukumbuke na mmoja kejisea, ukumbuke na wengine wako college. Hawa college najua atakwenda polepole, vitu tutapelekana mpaka atafanya. Mfano nichukulie ambaye aliyoko high school. Aliye high school amefanya mwaka jana, kuna kipindi amekuja amekaa na mimi mwezi mmoja nyumbani. Napata 1500 namwambia arudi. Akifika anakaa wiki moja anarudisha, anakuja anakaa wiki 3 anarudi. Sasa nikipiga kwa ujumla naona kama tamu mzima hakusoma. Mpaka anaambia baba ikiwezekana nirudie. Lakini nikambembeleza, nikaenda tunaenda ufanye. Mungu amejalia amefanya, amepata B+. Kwa yuko mbele. Wakejisea naye alikaa tamu moja tuseme na kitu. Hakuenda shule. Siku ile alihaso wakamuita njoo shuleni, lazima uje kufanya kwa sababu karatasi zako zipo ulisaini. Akaenda siku hiyo. Na akifanya mtihani akitoka, mwalimu anamwambia kaa nje ya compound, uruhusiwi kuingia hapa. Anakuwa kama criminal, mpaka mwalimu anamuita criminal, lakini anyamaza, anasema acha kwa sababu ameenda. Mungu naye akajalia amekuja amepata exceed expectations zote. Jana nimempeleka Thika mimi. Jana nilikuwa Thika High jana. Kwenda kumsajili jana. Ndio nimempeleka shule. Nilipofika pale nimewakuta wazazi wengi ambao nao wameelemewa. Kwa mfano nimemkuta mzazi mmoja, mtoto wake alikuwa anasoma bondeni ya Kayole hii. Na mzazi huyo hajana, lakini baada ya kuwa nimepigiwa simu nije hapa, sasa nikajaribu niongee nao at least nipate vitu vya kuja kuongea hapa kutoka kwa hao wazazi. Huyo mzazi anakuambia hana nguo, hana chochote, lakini amemleta mtoto asome, na alikuwa ni mama, anaishi Umoja tu. Umenisikia? Mtoto alivyoingia pale akanaambiwa sasa school fees huna, mavazi huna, tutafanyaje? Unajua mtoto alitamkaje? Namsikia na masikio yangu. Kwani sisi tulizaliwa familia yetu ya maskini? Hivyo ndivyo mtoto mpaka jamani niliokuwa nao walilitoa machozi. Mmoja aliniambia hivi, nataka nijaribu nitafute 10,000 kwa hii wiki nipeleke shuleni hapo. Nitafute tu 10,000 kwa ajili ya mtoto. Hebu imagine mtoto anakuambiaje, kwani sisi ndio tulizaliwa kwenye familia ya maskini mamangu. Mama nashindwa naongea nini? Wale niliokuwa nao wanaume wawili walilia, walitoa machozi. Sasa ikaonesha wazi hapa kwa kweli kuna ugumu fulani wa maisha kwa sasa hivi kwa wazazi na kwa maisha ya ujumla kwa watu wote, maisha ni magumu. Kwa hiyo hapa serikali inatakiwa ifanye kitu, at least mambo yafanye nini? Yabadilike. Hawakurudisha watoto. Bado nilipata tena mzee mwingine ambaye mara 3 amekwenda kwenye hiyo shule. Hakuwa ameshinda, mtoto hakuwa ameitwa kwenye hiyo shule, lakini DC ameamrisha mtoto aende kwenye hiyo shule. Aliapply, ameniambia Jomo Kenyatta Foundation, hakubahatika, akaapply cooperative. Mungu naye saidia, tukiwa hapo akapigiwa simu. Unatakiwa kaangalie cooperative yako imetoka cheki, ukachukue. Mzee anakuambia aliruka mpaka anashangana, ni mzee ananizidi mimi umri. Mpaka watu wanashangaa amefurahia nini? Kumbe amepata ufadhili wa kopo ya mtoto kupeleka shule. Tutaendelea na mapana, lakini wakili nije kwa sababu mfumo huu wa elimu pengine kuna wengi wanahoji kwamba pengine ndio umekuja na gharama zake, kwa sababu chukulia mfano wale wameingia grade ya 10 kwa sasa hivi
Shughuli ilivyofanya kupeleka watoto shule fulani imelazimu baadhi ya wazazi kuwapeleka watoto shule za bweni ambazo kwa kawaida katika sehemu nyingine wangempeleka shule ya kucha ambapo halazimiki kununua vifaa vingi. Sasa sijui kama hilo pia limechangia katika tatizo hilo ama namna gani? Sidhani kama hilo limechangia pakubwa. Shida kubwa inayokumba sekta ya elimu humu nchini kwanza ni uchochole wa wazazi. Viwango vya ufukara vimeenda juu sana. Uchumi umezoroteka. Swala la pili ni gharama ya maisha. Umejua, ili wazazi waulizwe kulipa karo shuleni licha na ufadhili wa serikali, ni kwamba gharama ya bidhaa muhimu ambazo zinahitaji kwa kimu wanafunzi shuleni zimeenda juu. Jambo la tatu ni ulaghai kwenye uongozi wa sekta ya elimu. Nadhani kwamba kuna sekta ya elimu ambayo haishauriani na kumshauri mkuu wa nchi ama wale wanaounda sera kuhusu sera muhimu. Kwa mfano, juzi tumesikia Mheshimiwa Rais akisema wanafunzi wote waende shuleni, wawe na sare, wasiwe na sare. Naye waziri badala ya kumshauri rais athari za sera kama hiyo, anaamka asubuhi na kusema chifu sasa walazimike kuwapeleka wanafunzi shuleni. Taifa linakosa wale mawaziri ambao walikuwa wamebobea, walipikwa wakapikika. Enzi zetu za Profesa George Saitoti, Kalonzo Musyoka, Profesa Sam Ongeri, Mutula Kilonzo, walipokuwa ni mawaziri wenye kujenga sera ambayo ilingoja sekta ya elimu. Lakini pia uongozi wa nchi, haswa kwenye jimbo, kuna masuala ambayo magavana wanafanya, ambayo iwapo wangeshirikiana kimkakati kama lile kundi la magavana wa kwanza wa mwaka 2013 lilivyofanya, sekta ya elimu ingekuwa ni bora zaidi. Kwa mfano, umeona kwenye bunge la Seneti, na mheshimiwa seneta yuko hapa, wakimhoji gavana wa Vihiga kwamba ametumia milioni 5 kwenye sherehe ya kuingiza nyumba ya spika wa jimbo. Milioni 5 ukilipa shilingi 10,000 kwa kila mwanafunzi wa shule ya kutwa ni wanafunzi 500 ambao wangesomeshwa. Kwa hivyo jimbo la Vihiga limeamua kuwa na sherehe ya sijui nini kufanya nini kwa usiku mmoja na kuua masomo ya wanafunzi 500. Kule Kakamega kwa mfano, kila Disemba kuna michezo ya jimbo inayogharimu shilingi milioni 20. Hao ni wanafunzi 2,000 kila mwaka. Je, kama taifa nini ambalo ni lengo letu kuu? Ni kusomesha? Nimna walijiuliza swali hili leo. Iwapo huu mradi wa nyumba za bei nafuu, affordable housing, tungesema tunakata Wakenya ushuru, lakini huo ushuru badala ya kujenga nyumba tupeleke shuleni, tuimarishe sekta ya elimu, ingekuwa inatuuma kama wananchi kwamba tunagaramika, lakini kando tunasema tunajenga vizazi vijavyo. So kama taifa lazima tuone masuala ya kupewa kipaumbele. Agizo la rais kwa mtazamo mwingine pia, japo wengine wamelipokea kwa uzuri, linaleta swala la unyanyapaa, kwa sababu ikiwa kuna mwanafunzi ataingia skuli bila sare rasmi ya shule, inaonyesha moja kwa moja anatoka katika familia maskini, wenzake wamevaa sare. Kwa fikra za mtazamo wa mwanafunzi inakuwa namna gani? Kwa kifupi sana, kwanza, licha na sare, tuseme kwamba sare ni masuala ambayo pengine ni ya kidunia. Huyu mwanafunzi mwambie anaenda shuleni, hana mahali pa kulala, no mattress at all, hana sahani, hana kikombe, hana kitabu, hana kalamu, haezi sugua meno. Unyanyapaa na hadhi ya kibinadamu ya mwanafunzi inarudi chini. Kwenye lugha ya Kimombo, self esteem. Sasa tumeenda kuwaua wanafunzi wakiwa shuleni. Heri wakiwa nyumbani wanaishi na kwamba ganganga za mganga siku moja wataenda shuleni. Na walimu wakuu wametii amri hiyo. Wanakubalia mwanafunzi, wanamwambia shule ni yako, ni ya serikali. Sasa wewe karibu. Mwanafunzi atafute mahali pa kuketi. Wakati wa kulala, mwanafunzi anaketa na ngojea apewe godoro. Nani atampa? Ni la nani? Na isitoshe, serikali ambayo inasema wanafunzi waende bure haijatoa ufadhili kwa miaka 5 iliyopita kikamilifu. Kila mwaka ni 40% tu, hawajazisha 50%. Nitakuja kwenu, tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini Seneta Manzo, nataka tuwazie swala hili. Wakati rais anaposema ametoa shilingi bilioni 44, hizo pesa zimefika, zimekuja sehemu kama Makueni kwa mfano ama la? Nataka wazie hilo alafu turejee. Mtazamaji, tunaendelea kuzungumzia elimu njia panda mwaka huu 2026. Usiondoke hapo ulipo.
Diapers come in various sizes and are designed to fit babies at different stages of growth. It's crucial to choose a diaper size that matches your baby's weight and age. New Soft Care Space Series is rooted from space technology. Keeps you dry and comfortable for 12 hours long. Soft Care. Protect your leap. Education is the greatest inheritance a child can receive. That's why the Member of Parliament for Kiharu, Ndindi Nyoro, launched Kiharu Masomo Bora program, making quality day secondary school education affordable for every child. Students pay only 500 shillings per term 500 shillings! And receive lunch. Masomo Bora also support the construction of classrooms, laboratories, textbooks, and learning materials. No child should be left behind. Kiharu Masomo Bora by Ndindi Nyoro. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Enjoy the Watch Basmati rice 5 kg at 1,149 shillings. Carrefour UHT milk 500 ml at 45 shillings. Oryx cooker at 18,995 shillings. And 30% off on assorted Bob Mail mattresses. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Naam. Karibu tena, tunaendelea na mazungumzo yetu. Seneta, kabla ya kwenda mapumziko, nimuuliza swali hili kuhusiana na si kitambo sana Rais William Ruto akisema kwamba jumla ya shilingi bilioni 44 zimetolewa kwa shule, na nafikiri amechanganya shule za msingi, shule za sekondari msingi na hata shule za upili. Nisema ya kwamba sio pesa ya elimu iko na upungufu. Pesa ya kila wizara iko na shida kwa hii nchi ya Kenya. Sababu gani? Pesa imeng'olewa kwa bajeti, imeenda kufanya siasa na rais. Na upande wa rais wana gharama kubwa sana, kila siku wanatumia kufanya kampeni, kuzunguka pale kufanya mikutano. Pesa ingine inapewa wabunge ambao ni wa chama ambacho kiko kwa serikali sasa. Kwa hivyo ndio unaona ukiwa na waziri pale, ndio kwa makaratasi imeonyesha bajeti, lakini fedha yenyewe hawana. Manake kama umefuata bajeti, ulisema kwa kila mwanafunzi, kwa kila shule ni 22,000. Wakingangana kidogo wametuma 6,000. Na kwa hiyo mwaka hawatatuma hiyo ingine imebaki. Kwa hivyo mzazi anabaki na gharama. Hata afadhali kuambia wazazi ukweli ya kwamba hakuna elimu ya bure, hata ya shule za chini, za msingi. Mjikakamue, mnunue vifaa fulani fulani. Unajua ukitangaza namna hiyo, kila mtu atajua. Tutangangana. Lakini umetangaza kwa nchi ya kwamba tutasaidia elimu, na elimu haijasaidika. Wanafunzi umepeleka shule wote wameenda. Hakuna vitabu, hakuna sare, hakuna viatu, hakuna kalamu, hakuna mswaki. Sasa ule mwanafunzi atasoma namna gani? Unajua masomo pia si ngumu. Kwa hivyo jambo la muhimu sana kama nchi ya Kenya itaendelea ni kupeleka wanafunzi na watoto shuleni. Hiyo ni jambo haifai kuchezewa, kuwa na mzaa, kuwa na hadithi nyingi, kulikuwa na kukaenda. Mtoto ni mchanga, anapata shida, amezaliwa familia haina chochote, na hawa watoto wanatia bidii sana, kama mmesikia wenzangu wamesema, wanafuzu vyema, na hao ndio madaktari na mawakili na marubani wa siku zijazo. Mimi mwenyewe nimetoka familia ilikuwa na changamoto sana ya fedha, na ukweli wa mambo, kama si kupelekwa shule kule Starehe Boys, pengine singesoma masomo ya sekondari na pengine singeenda chuo kikuu. Lakini vile nilisomeshwa, nimesaidia watu wengi sana ambao wako kwa familia yangu, wengine wako majirani na wengine wako kule Makueni. Kwa hivyo nimeona shida kubwa, na wabunge saa hii hawana fedha ya CDF. Wengi wanatumia pesa yao ya mfuko kupeleka wanafunzi shule, manake kuna kesi zingine ukiziangalia tu, hata kama binadamu unaona kuna haja ya kusaidia. Lakini serikali inafaa iwajibike,
haijafanya ile inataka. Iko na hadithi nyingi, iko na uongo nyingi, na ni vyema kuambia watu ukweli, manake ukiwaambia tutafanya hii na mkose kufanya, Wakenya sasa si wajinga tena. Wakenya wanaona na wameerefuka, na shule nyingi pia zile zilikuwa zimeongozwa na dini, kama kanisa Katoliki iko na mashule nyingi, kanisa nyingi zimesaidiana na serikali, vile vile mahospitali. Hii ni elimu tu, na elimu ni muhimu sana, manake hata Nelson Mandela alisema ukielimisha watu basi umewapa kitu ya maana, wote watakuwa sawa. Lakini usipoelimisha watu, siku zijazo wale maskini watakuwa wengi na wale matajiri wachache na wako na kila kitu. Italeta shida ya usalama. Tena hata wale wamesoma kazi hamna. Unaweka bidii yako, unamaliza chuo kikuu kama daktari, kama architect, kama engineer, kazi una, na uko na wadogo wako pale wako shule. Ukienda kuandamana unapigwa risasi, unakufa. Kwa hivyo na wewe unatetea tu haki yako. Kwa hivyo lazima inji sasa ifikirie, na wananchi wenyewe wafikiri. Wajue ndio uwe na serikali nzuri, lazima ujiandikishe kama Mkenya, lazima uchukue kitambulisho, lazima uchukue kura. Na ukichukua kura ni vyema uipige. Maanake usipoipiga hiyo maskini utatoa. Seneta, nitarudi kwako, manake kama maseneta na kama wabunge nafikiri mna jukumu la kushurutisha zaidi kupitia sheria na kadhalika. Nitakuuliza swali iwapo kama kuna nafasi ya kuweza kushurutisha, ikiwa maamuzi ni kwamba wanafunzi wapewe shilingi 22,000, kwa nini zisiwe 22,000 zinakuwa 6,000 na kadhalika? Lakini kabla hilo, wakili, tumewahoji baadhi ya wazazi, wengine tulikuwa nao katika kikao ambacho si kitambo sana, tulikuwa na waziri wa elimu akizungumzia maswala. Kuna mwalimu mmoja mkuu akasimama akasema kuna madeni ambayo tumepata kwa sababu ya vile vifaa ulivyozungumzia, iwe ni chakula na kadhalika, matumizi katika shule. Ikiwa capitation haikufika mwaka uliopita ya kutosha, ni kusema kwamba ilibidi walimu wakope mahali. Kwa mfano, kama kuna mnunuzi ama mtu anayewauzia chakula, mahindi au maharagwe, akawapa kwa mkopo, lakini leo anategemea deni. Ikiwa pesa zinazopelekwa bado hazitatosha, unaona kuna tatizo la kuwa madeni yataongezeka pia katika skuli. Na madeni yale ukienda kwenye shule utashangaa. Najua shule moja ambayo si shule kubwa mno, ina wanafunzi 600 na deni la milioni 19. Na hili deni lilifika vipi? Kuanzia mwaka wa 2013 ndipo mvua ilipoanza kutupiga. Hela zote za ufadhili wa shule ya msingi na shule ya upili hazikuwa zinapelekwa. Nadhani alipoanzisha mfumo wa elimu ya bure, Rais Kibaki alikuwa na nia na akapata njia. Ufadhili ulikuwa ni sawa. Rais Kenyatta alikuwa na nia na akafunga njia. Na utawala wa Rais Ruto hauna nia na njia zipo lakini hazitumiki sawa sawa. Iwapo kutokea mwaka wa 2013 shule hazijakuwa zikipata ufadhili, haya madeni yamekuwa yakijiongeza kila kuchao. Na leo hii hata serikali ikapeana ufadhili wa mwaka wa 2026 kikamilifu, hizo hela hazitokuwa za kutosha kulipa madeni ya pale nyuma. Linalohitajika kufanyika ni kuhakikisha kwamba hela wanazodai serikali shule zilipwe zote, ufadhili ufanyika kama ulivyopangiwa kufanyika, madeni yalipwe na kuendelea mbele. Aidha serikali iseme haina uwezo wa kufadhili elimu ya bure, wazazi waingilie kikamilifu, au iendelee kufadhili kikamilifu. Pia kuna semi potovu. Rais amesema kwamba alituma bilioni 10 kwenye shule zifanyike. Nimro, tunajua kwamba hadi leo hii wizara imezidisha muda wa wanafunzi wa gredi ya 10 kujiunga na shule za upili. Kwa hivyo hatujui ni idadi ipi ya kila shule ya wanafunzi wa gredi ya 10, na hata shule hazijapeleka majina na idadi ya wanafunzi kwenye wizara. Itakuwaje ufadhili wa wanafunzi kama hao umekushafika? Kwa hivyo huo ni uongo wa hadharani kwamba wanafunzi wa gredi ya 10 hawajaanza kufadhiliwa. Lakini wakiwa shuleni, serikali inanuia kwamba wale wanafunzi wapewe chakula, wale wanafunzi waweze kupata masomo kupitia vifaa ambavyo vinapaswa kununuliwa. Ni wepi walimu wakuu watatoa hela za kufadhili elimu kama serikali haitumi? Waziri mara kwa mara amesema mwalimu wa shule ya upili asionekane akiuliza mwanafunzi aende nyumbani alete karo, na hapeani
mbadala, wapeane sababu mbadala, mahali mbadala pa kutoa hela za kuhakikisha kwamba mwanafunzi yuko kwenye shule na anaendelea kupata elimu inayofaa kwa viwango vinavyofaa. Elimu ya bure haimaanishi watoto wawe kwenye darasa wakiwa ndani ya shule. Elimu ya bure inamaanisha wanafunzi wawe shuleni, wapate elimu bora, aidha kwa bei nafuu ama bila malipo yoyote. Na hai, wazo zuri wanazungumzia Bwana Ken Chesa, lakini inakutia wasiwasi. Manake ikiwa madeni yataongezeka, kitu kitakachofuatia ni kupigwa mnada. Mimi na wasiwasi sana kwa sababu huko nje wazazi wanalia. Na vile vile kuna uwezekano tutakuwa na gap ya wasomi katika nchi kama serikali haitakuwa makini. Kwa sababu kuna vitu viwili serikali inatakiwa kuwa makini sana. Kwanza afya na elimu, kwa sababu afya ikiwa mbaya elimu hakuna, elimu ikiwa mbaya afya hakuna. Sasa hapa serikali inatakiwa kuwa makini sana. Hapa serikali inatakiwa kujitoa na itueleze wazi. Aidha inaweza kuwa inatoa pesa, ujanja unafanyika sehemu, au inawezekana fedha zinafika wizarani au kwenye shule na walimu wanafanya ujanja, au inawezekana pesa hazipo kabisa. Kwa hiyo hapa serikali inatakiwa ijitoe na itueleze shida iko wapi, kwa sababu kama serikali inasema imetoa bilioni 44, ina maana kila mwanafunzi angepaswa kuwa shuleni saa hizi. Wazazi waanze kulipa hizo pesa kwa mtiririko wa kidogo kidogo mpaka kuhakikisha wanamaliza kabla ya tamu kumalizika. Wao wamemaliza shilingi 27,000 ambayo wameiweka. Lakini unasikia tukifika kule shuleni, unasikia mwalimu anasema pesa hazijatumwa. Kwa hiyo wewe nikikuchukua nitakulisha nini? Kwa sababu ili ukae hapa lazima nikulishe. Ili ukae hapa lazima ulale. Na kuweka wapi? Sehemu ya kuweka ndio hakuna. Vile vile bado serikali kuna sehemu nimeona ambapo wazazi sasa hivi wanateseka. Unajua kipindi hichi hawaja kutueleza kwamba tamu ya kwanza inalipa shingapi, ya pili inalipa shingapi, ya tatu inalipa shingapi. Lakini kuna kastaili wameweka pale mambo ya ratio. Sasa mzazi ambaye kidogo hajaenda shule hawezi kujua ratio maana yake ni nini. Kwa sababu kuna sehemu ameandika pale installment of 50 ... 30 ... 20 ... Sasa mzazi ambaye hajui maana ya hii akifika shuleni amekwenda labda na shilingi 15,000, akienda pale na shilingi 15,000 anaambiwa bado hujafikisha kiwango cha nani. So inabidi hapa wazazi nao wizara nawe iwaelezee wazazi nini cha kufanya. Tamu ya kwanza zinakwenda ngapi, ya pili zinakwenda ngapi, ya tatu zinakwenda ngapi, ndio wazazi wajue. Kwa sababu nimeona wazazi wengi wakirudishwa wanaambiwa bado haijafika, anashindwa si nimekuja jamani, nimejaribu, nimekuja na 20,000. Nakwambia hapana, unatakiwa ulipe shilingi 27,000 tamu ya kwanza, ambayo ndio 50%. Wazazi wengi hawajui vitu kama hivyo. Lakini kitu nawaomba serikali wasicheze na hizi wizara mbili. Wasicheze na wizara ya fedha, wizara ya afya, na wasicheze na hii ya elimu. Kwa sababu hapa tutakuwa na gap kubwa sana la wajinga duniani. Zuia hapo. Seneta, nije kwako, manake tumeona baadhi ya viongozi katika maeneo bunge wakiondoa kabisa karo ama wakigharamia karo kikamilifu kwa baadhi ya wanafunzi. Kuna baadhi ya wabunge ambao wamesema kwamba katika shule zao wanafunzi hawastahili kabisa kulipa karo. Wengine ile karo watakaolipa ni shilingi 500 peke yake. Kwa hivyo swali la kujiuliza ni kama kuna uwezo huo katika maeneo bunge, mbona haifanyiki katika maeneo mengi kinamna hiyo? Ama mbona serikali haioni kwamba kuna urahisi wa kurahisisha gharama ya masomo ama elimu katika shule za umma hapa nchini? Hebu nianze na mfano wa Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Unajua kabla haja kuwa mbunge pale, Irungu Kang'ata ndio alikuwa mbunge. Na zile constituencies zimekuwa na historia ya wabunge wazuri ambao hawakuibia wananchi. Kuna mambo mengi yamefanyika kwa zile shule. Utapata shule madarasa zilijengwa, baada ya madarasa wakanunua school bus, wakajenga mahali kwa bweni, wakajenga mahali kwa kukutania, social hall, wakatengeneza shule ikawa safi kabisa. Kwa kutumia ile pesa tu ya CDF, ikitumika vizuri hiyo pesa inaweza. Kwa hivyo unapata shule kama hiyo na mbunge ye mwenyewe ako na reserve. Unapata sasa ile pesa ya CDF ako nayo sasa, si ya madarasa. Nyumba ya chifu alitengeneza. Sasa yeye ako na pesa ya kulipa karo na kuhakikisha kwamba watu wa eneo bunge lake wote wameenda shule.
na hivyo ndivyo Mheshimiwa Ndindi Nyoro amefanya, na unajua yeye ndiye alikuwa chairman wa CDF wa Irungu Kang'ata. Kwa hivyo ni mtu anaelewa, na hii pesa usipoiiba wewe ama ile kamati uko nayo isipoitumia vibaya, ni pesa nyingi mno, na ni pesa inaweza saidia wananchi na wanafunzi. Kwa hivyo Ndindi Nyoro awe mfano mwema wa wabunge. Na pia pahali serikali imefanya kazi unapata, unajua pia serikali kuna majengo fulani ya madarasa ujenga, na pahali serikali imepeleka hela hiyo ya capitation. Unajua serikali iko na huru ya kunyima wengine na kupea wengine. Kwa hivyo mahali serikali imeachilia capitation imefika, unaweza pata mwalimu mmoja ametumiwa 6,000 kwa mwanafunzi na mwingine ametumiwa yote ile inahitajika. Kwa hivyo utapata ile eneo bunge ama ile shule haina changamoto kama nyingine. Kwa hivyo kibarua kubwa wadhifa ni kwa serikali na elimu hasa, na maanake elimu ni muhimu sana. Nchi ambayo haina elimu bora iko na shida nyingi na maendeleo ni ngumu. Maanake usipopeleka wanafunzi wengi shule na uwape matumaini, wasiposoma vyema, wakisoma wakosa kazi, wanakuwa walanguzi. Kwa hivyo kama ni watalii wakija kwetu wanavamiwa, wanaibiwa, mambo ya ulinzi. Yani kwa kifupi athari yake inakuwa kubwa zaidi kwa inakuwa kubwa. Na hiyo inaharibu ile maendeleo ingine ungependa kufanya kwa nchi. Kwa mimi kwa mfano nauliza, kama hujapeleka wanafunzi shule na mama wamesoma kwa mashida hawajafuzu vyema, unajengea nani manyumba ya affordable housing? Kama umeua wale wameandamana wakiwa chuo kikuu, unatengeneza inji kwa nani? Kama watu wachanga wamekufa, kama umeua wale wameenda kanisa, sasa unajengea nani inji? Kwa hivyo haki za binadamu ni muhimu sana, na haki moja ya muhimu ni elimu, haki nyingine ni maji, haki nyingine ni afya. Manake kama mtu hana afya njema hata soma. Kila siku mwanafunzi atakuwa hospitali. Kwa nini? Ya maji hamna. Manake maji ikifika safi kwa shule, magonjwa yanapungua kabisa. Lakini mahali shule hazina maji inachotwa mahali kuchafu, ni gharama pia kubwa. Inamaanisha hauna nchi. Kwa hivyo ile maendeleo unaambiwa ati Singapore na nini, hizo nchi hazina ufisadi. Hizo nchi serikali watu wamechagua watu wako na akili timamu, na watu ambao hawana ufisadi, na watu ambao wanataka kujenga nchi yao. Kwa hivyo tuchague watu ambao wanaweza jenga nchi yetu, si kuharibu nchi. Wakili Echesa, nije kwako, maanake kuna kinaya naona kinajitokeza hapa kwamba kuna sehemu moja mbunge atajitolea kuwaondolea kero au gharama wanafunzi. Yule mbunge akitaka kuchaguliwa atachaguliwa kwa urahisi, lakini kuna wabunge wengine watatumia swala ama basari kwa manufaa yao wenyewe, vile vile akitarajia kwamba baada ya uchaguzi fulani wale ambao niliwalipia ndio watakaonichagua, wale ambao hawakunichagua sitawalipia. Nataka uzungumzie kina hicho. Alafu pili, swali ambalo nilikuwa nimemuuliza seneta kwamba je, wapo wabunge katika kaunti ya Vihiga, kaunti ya Kakamega ambao wana ujasiri wa kusema ndio tunaweza kuelimisha watoto bila kuwalipisha gharama yoyote. Alafu tatu ni hili swala la mbona tunaweka mzaha kwa swala la elimu. Inajitokeza kwamba kwa kuwa tunaonyesha taarifa zao kwenye habari, watu wanajitokeza kuwaelimisha. Kwa hivyo mtu fulani serikalini anaketi anasema si tumeiona kwenye taarifa, si amesaidiwa, kwa hivyo hatuna haja tena ya sisi kujihusisha. Je, unahisi kwamba kuna mzaa wa aina hiyo kwamba ndio wakiwa wengi maskini wataonekana mahali fulani, halafu kuna mtu atajitokeza tu kusimamia gharama zao? Kwanza kabisa tujiulize, shule za kutwa karo ni pesa ngapi? Kulingana na wizara, shule za kutwa hazipaswi kulipisha zaidi ya shilingi 10,000 kwa kila mwanafunzi. Lakini kurudi chini, unaweza lipisha kiwango chochote cha chini, bora isizidi 10,000. Na hizi hela kwenye shule za kutwa, hizo day schools, zinatumika kufanya nini? Kwanza ni kulipa walimu walioajiriwa na bodi simamizi. Shule za kutwa nyingi hazina walimu wa kutosha. Kwa hivyo walimu wakuu wamewaajiri wale walimu ambao wamefuzu bali hawajaajiriwa na serikali. Jambo la pili, hizo hela zinalipwa na wazazi kugharimia miundombinu au miundo misingi ya shule. Na jambo la tatu, hizo hela zinatumiwa kupikia wanafunzi chakula, kutafuta chakula, kuwakimu shuleni upande wa chakula.
Utapata mbunge ambaye amebahatika kuwa mbunge kwa shule ambayo uongozi wa awali ulikuwa ni uongozi ulioona mbele, ukajenga darasa za kutosha, kama kuna mahali papata mulo huko, kama kuna mahabara imejengwa. Kwa hivyo hawana tatizo la ujenzi. Utapata kwamba shule kama hizo mbunge alihakikisha kwamba ameshurutisha tume ya uajiri imetuma walimu wa kutosha. Kwa hivyo lengo lao kubwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanalipa karo ili waweze kupata chakula. Na utapata mbunge ambaye ana fikra endelevu anajadili na mwalimu, anamwambia mwalimu, badala ya kufanya shilingi 9,000 kwa kila mwaka, rudisha ikuwe ni shilingi 7,000, nami nitalipia kila mwanafunzi aliye kwenye shule hiyo. Mbunge kama huyo hapeleki fedha zake kujenga shule, sababu shule zishajengwa. Hapeleki pesa zake, hana tatizo la kuajiri walimu. Kwa hivyo basari yake yote, hasemi kwamba hamta apply pesa ya elimu ambayo ni about 20%, yote itaenda kwa shule zangu za kutwa. Na kumbuka pia mbunge kama huyo anaumiza wanafunzi wa vyuo vikuu kwenye constituency hiyo. Sasa hao hawapewi ufadhili. Wanafunzi wa shule za kiufundi hawapewi ufadhili. Analenga shule za kutwa, wanafunzi kutoka eneo hilo, ambalo kila mbunge akiwa na fikra kama hizo na tume iwajibike litafanyika. Lakini pia kuna baadhi ya wabunge walio na ubinafsi sana, wanataka kuwa na hizi bursaries ili kutumia kama chombo cha kisiasa. Kwanza wanapeana kwenye nyumba zao, wanaambia ukija asubuhi kumwona mheshimiwa unapendwa kwetu, mtoto wangu hajaenda shule, anachukua simu anampigia maneja wake wa CDF, hebu muandikie huyo mzazi shilingi 10,000 apeleke shuleni. Kwa hivyo wanatumia hizo hela kama vifaa vya kisiasa. Lakini wabunge ambao hawatumii kama vifaa vya kisiasa na wanapeleka kwenye shule, na ukweli usemwe kwamba wabunge wamesaidia sana, ni zile hela za CDF ambazo zinasongesha shule, sasa kwamba serikali haifadhili elimu kikamilifu. Na nadhania kwamba pia hilo swala ambalo umetaja la mwisho la viongozi kutotaka watu ambao wanajijua, wamejigundua, wanajua haki zao. Uongozi unafurahia ambapo wengi wa watawaliwa ni mbumbumbu ambao hawajui mbele wala nyuma. Na ndiposa unaona serikali mara nyingi inatumia makali makubwa kwenye wanafunzi wa vyuo vikuu, kwa sababu hao wamejigundua. Serikali imekosa kufadhili elimu ya shule za upili, hata ila 100% transition. Japo kuna wale ambao wamesherekea kwamba imekuwa ni jambo zuri, wanafunzi wote wamefanya form 4. Lakini ndugu yangu, mbona tupate wanafunzi 30,000 wenye wako na E ambao wameanguka kila kitu, wakitoka wana transit kwenda wapi? So wana transit kuja kuishi maisha mbaya. Lakini wakati ambapo walimu walikuwa wanasisitiza kwamba kila mwanafunzi anayejiunga na shule ya upili lazima awekwe bidii, afuzu vema, hata ikibidi aishi mwaka mmoja zaidi kwa shule za upili ili atoke akiwa mwanafunzi bora, ilikuwa inasaidia. Serikali ikaja na mfumo wa 100% transition. Sasa mwaka jana peke yake tumetransit wanafunzi 30,000 ambao walipata E, ambao hawezi enda kufanya chochote, ambao sasa maisha yao na mustakabali wao umeharibika. Pengine ni wakati ambao tunapaswa kupata uongozi ambao una fikra endelevu kwenye demokrasia endelevu. Tazama bunge la taifa, tazama bunge la seneti. Kule bunge la taifa ukiongea kizungu unapata wenzako wanakejeli kwenye mtono za matanga. Ati huyu anaongea kizungu mingi bunge na hana pesa. Ati kizungu tumeachia Wajaluo waongee kwenye bunge, sisi wacha tupige deals. Kwa hivyo pia ukomavu wa uongozi umekosekana. Lakini hebu tizama ule mjadala kwenye bunge la taifa na bunge la seneti, na uangalie viwango vya usomi kwenye bunge la seneti na kwenye bunge la taifa. Kila degree moja ya bunge la seneti lina watu 10 ambao wanakosa kisomo kwenye bunge la taifa. Basi makosa yanarudi pale pale kwa mpiga kura basi. Na mzazi. Mpiga kura anapata anamchagua kiongozi ambaye anapata adhabu inayofaa. Na mpiga kura ni mtu wa ajabu sana. Mtu atamnyima basari miaka 5 kama mbunge, hajampatia basari, hajamfanyia chochote, barabara ni mbaya, lakini hizi hela huyu mheshimiwa amezieka ili ampatie shilingi 200 au 500 na aweze kupigiwa kura. Na raia bado heri afurahie siku moja na miaka 5 asumbukane. Kwa hivyo raia pia wanapaswa kupata kisomo fulani kwamba ni uongozi unaokufunza
jinsi ya kutafuta samaki kuliko uongozi wa kukupa samaki. Haya makosa ni ya kujitakia. Hiyo adhabu ni ya kujitakia kwa raia. Wanasema mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Rioba, kwa kifupi sana, naambiwa tuende mapumziko, lakini kwa kifupi tu, tunaiga vitu vingi sana kama taifa ili tuweze kujiendeleza. Hata hivi sasa tunapozungumzia kutaka kuwa kama taifa lililoendelea la Singapore ni kwa sababu ya masuala ambayo yanafanyika pale, lakini kuna sekta ambazo tunazipuuza. Hii ambayo tunaizungumzia ni elimu. Kuiga mifano ya mataifa ambayo yanafanya mwongozo mzuri katika elimu si jambo kubwa, na tumeona kama alivyosema Bwana Echesa, wasomi wapo ambao wanazunguka taifa hili na wanaweza kutoa ushauri unaofaa. Bwana Nimrod, nataka nikwambie hivi. Sisi kama raia tunachagua viongozi walio na mbio, hawaijui njia. Kwa hiyo unapokuja kuambiwa wewe raia chagua kiongozi anayeweza kukubadilishia maisha, wewe unaona huyu hafai, unakuja na ule uongozi wa miemko, euphoria, kwamba tunataka tukomeshe fulani. Uongozi wa kukomeshana umetufikisha hapa tupo saizi. Kwa sababu gani? Tunataka tumchague fulani kwa sababu amesema. Umesikia mheshimiwa hapa, nimemsikiliza kwa makini sana. Unaona, namsikiliza mheshimiwa kwa makini sana. Anakutolea mfano wa Ndindi Nyoro. Nataka nikwambie leo, kutoa ni moyo. Kubadilisha maisha ya mtu ni moyo. Maisha hayabadilishi kwa sababu umesoma. Kuna viongozi wamekuwepo Kenya hii ambao walikuwa hawajasoma, lakini walikuwa wanafanya mambo mazuri sana. Ni mtu aamue, nataka kubadilisha leo hapa, kesho na kesho kutwa, at least watu hao wakute kumebadilika. Unajua, unapoamua kuwa kiongozi, kuna vitu unatakiwa kuwa navyo. Kitu cha kwanza, una nia ya uongozi huo, una maono, unaweza kubadilisha kitu, at least mtangulizi wako aliyekuwepo kija tofauti na yule. Ndio maana ya uongozi. Watu wengi wanafikiria kwamba kutamka neno Singapore ni rahisi. Si rahisi vile unafikiria. Kwanza uwe na nia ya kubadilisha. Unaweza ukabadilisha Kenya hii bila kutizama nchi nyingine. Unatakiwa kujua, hizi fedha nimezitenga kwa ajili ya elimu hii. Je, Wakenya hawa wanapata elimu hii? Hizi fedha nimezitenga kwa ajili ya kazi hii. Hii fedha inafanya kazi hiyo. Unajua, kuna mtu unaweza katoa budget, anavyosema mheshimiwa hapa, na ufuatilie kuona ile budget kama inafanya kazi ile. Au budget ile unavyoitoa, unashangaa budget ile kuna watu umewatengenezea mlo. Nikikuuliza swali jepesi sana, sisi kama Wakenya tuko milioni 50. Kuna nchi kama Tanzania na milioni 70, Uganda na milioni 45, wapi na nini. Lakini tunashangaa budget ya Kenya peke yake ni kubwa kuzidi ya mataifa matano. Tunashindwa hii budget kwa nini tusumbue? Na wakati huo wale budget zile zote za hizo nchi, wao zao wamezeka kidogo na zinafanya kazi. Shida hapa ni nini? Ina maana budget hii ambao viongozi wetu hawa kwa hapa mbele wanaitenga, hawatengei wananchi, wanajigawiaga wao wenyewe kistaili bila sisi kujua. Ndio maana namwambia mheshimiwa hapa, watueleze hizi budget wakiziplani, wanaweka kwamba nataka ziwe hivi. Huwa wamejua kwamba zitakuja kwa wananchi, au wamejitengea wao wenyewe kistaili na sisi bila kujua? Zuia hapo. Haya, mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni, tunarejea hivi punde. Bado tunaendelea kuzungumzia elimu njia panda hapa nchini. Usiondoke hapo.